Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena ndani ya podcast yetu ya City Talks. Kutana nami host wenu siku ya leo, Happy Anthony kutokea Cityland Solution. Na siku ya leo tupo na mgeni wetu kutokea Cityland Solution ambaye ni Maureen Audax na ni lawyer ndani ya Cityland Solution. Hivyo ataenda kutuelezea utofauti kati ya title deed na offer letter. Karibu sana. Asante sana. Katika masuala ya ardhi na umiliki wa mali zisizohamishika, nyaraka hizi mbili zina umuhimu sana, lakini zina tofautiana kisheria, kimamlaka na kimatumizi. Tukianza na offer letter. Offer letter kwa Kiswahili tunasema ni barua ya offer. Hii ni barua rasmi ambayo inatolewa na mamlaka husika kama Wizara ya Ardhi au taasisi ya kiserikali ambayo inampa mtu nafasi ya kumiliki, kupewa kiwanja au ardhi kwa masharti maalum. Ndio. Tukisema kwa masharti maalum, tukisema kwamba sio umiliki halali, lakini ni ile stage ya mwanzo ambayo mtu anaipitia kipindi anaenda kupewa umiliki halali wa ardhi. Yes. Sifa kuu ya offer letter ni nini au barua ya offer? Hii ni ahadi tu, lakini sio umiliki. Tukianzia hapo. Na pia sifa nyingine ni kuwa ina masharti ya kulipa ada. Ndio. Na kwamba kuna ile premium and zile ground rent, hiyo offer letter inahusisha. Na pia ina muda wa kukubali hiyo offer. Kwa let's say umepewa offer hii leo, una muda maalum wa kukubali hiyo offer, yani you are limited. Na pia tukiangalia pia kwenye sifa nyingine, offer letter pia ina masharti, of which ayo masharti yasipotimizwa, basi hiyo offer letter inakuwa invalid ama inakuwa haina uhalali tena. Na sifa ya mwisho au kubwa, offer letter huwezi ukaitumia kwenye mambo ya kuombea mikopo zipi, kwa sababu sio kwamba ni unamilikiwa, ni ahadi tu umepewa, lakini sio umiliki halali. Pia hiyo ni offer letter ama barua ya offer. Tukienda kwenye title deed. Title deed hii ni umiliki ama tunasema hati miliki ambayo mtu anapewa baada ya kumaliza malipo, baada ya kupita stages zote za kiserikali zinazohitajika ili kupewa kiwanja. Ndio. Tukiangalia kwenye sifa kuu ya title deed. Ndio. Hii title deed kwanza, hii ni umiliki halali. Tukisema umiliki halali ni kwamba unaweza ukaombea mkopo, ukaenda nayo benki ukaombea mkopo, haikupi ile masharti tena, sio barua tu, bali tayari kitu kiko kwenye jina lako. Kwa unaweza ukafanya chochote, ukapangisha, ukafanya chochote. Na pia hii ni uthibitisho kamili wa kisheria kwamba wewe ndo mmiliki halali wa lile eneo. Na pia title deed haina ile masharti ama haina ile muda maalum kwamba usipotimiza inafutwa. Yes, inaweza kufutwa, lakini stages zake zinatakiwa zifate stages za kisheria, of which I can say it might take a very long time compared to offer letter. So tukienda in general, barua ya offer, hii ni stage, yani ni ile kwenye ile stage ya kupata title deed ndio unapitia kupata offer letter. Ndio. So unapata offer letter kwanza, then ndio utapata title deed. Okay. Asante sana Maureen. Tunakushukuru pia kwa kutuelimisha kuhusiana na utofauti wa hati na offer letter. Hivyo, wewe kama mteja wetu unasubiri nini kumiliki ardhi yako ikiwa na hati miliki ndani ya Cityland Solutions? Karibu sana ujipatie kiwanja chenye hati ya uhakika.